Okay, habari gani mpendwa mtazamaji wa Sunrise TZ? Si mwingine ni yule Fasadi Mohamed Salanga, maarufu kama Mwalimu Salanga. Leo nakwenda kufundisha jinsi ya kutengeneza sabuni ya magadi kama hiyo unavyoona. Niandikie kwenye comment niambie Mwalimu Salanga na kutazama kutoka Tanzania, Mwalimu Salanga na kutazama kutoka Dar es Salaam. Niandikie kwenye comment mkoa wote ambao upo, comment hapo. Twende tukaangalie namna gani tunatengeneza sabuni hii. Sabuni inatengenezwa siku 3. Siku ya kwanza kuna malighafi inaitwa caustic soda. Hii hapa kazi yake kuunganisha mafuta na maji. Unapima caustic soda kwa kiwango kama hicho kilichoandikwa hapo kwenye notes. Baada ya hapa unapima maji vizuri kabisa. Pima maji. Kama umeambiwa lita 10, lita 10. Kama umeambiwa lita 40, pima vizuri. Usije ukazidisha hata lita 1. Umeshaona? Baada ya kupima maji, njia rahisi kabisa ya kutumia wakati wa kupima maji, tumia dumu la lita 5, lina mistari ya lita pembeni. Kwa hiyo kama lita 10 unapima dumu 2, kama lita 20 unapima dumu 4. Inakuwa rahisi zaidi kuliko kutumia ndoo. Kwa sababu ukitumia ndoo ukijaza hadi juu sio lita 10 tena. Zinakuwa lita 12 hadi 13 muda mwingine. Kwa hiyo inategemea na aina ya ndoo. Kwa hiyo hivyo ndo ambavyo unatakiwa kufanya. Baada ya hapa weka maji yako kwenye ndoo kama hivyo. Baada ya hapa anza kuweka caustic soda. Kwa hiyo siku ya kwanza unachukua maji unaweka caustic soda. Hii ndio siku ya kwanza. Koroga vizuri hadi mchanganyiko wako uweze kuyeyuka wote. Baada ya hapa uache kwa masaa 12 hadi 24. Hii siku ya kwanza itakuwa inaishia hapa. Umeona? Baada ya hapo utaiacha kwa masaa 12 hadi 24. Hii ndo siku ya kwanza itakuwa imeishia hapa. Kwenye comment niambie mwalimu na kuangalia kutoka Mwanza, niambie mwalimu na kuangalia kutoka Dodoma, niambie mwalimu na kuangalia kutoka Pwani Mkulanga, mwalimu na kuangalia kutoka Bigwa, niambie mwalimu na kuangalia kutoka Kifanya Njombe. Niandikie kwenye comment. Baada ya masaa 24 hii hapa. Umeona? Hii ndo caustic soda solution. Sasa hizi tumechanganya caustic soda na maji, inaitwa caustic soda solution. Kitu cha msingi ambacho tunaenda kufanya, tunakwenda kupima na hydrometer. Unachukua mchanganyiko wako, unaujaza kwenye measuring cylinder au chupa ya maji ya lita 1.5. Hakikisha unapata bome 30 kamili. Na kama imezidi kama inavyoonyesha hapa, umeona, unaongeza maji kwenye mchanganyiko wako. Sio, umenielewa hapa? Hii ni hydrometer, kazi yake kupima kiwango cha caustic soda kwenye maji. Umeona? Kwa hiyo unakwenda kuongeza kwenye mchanganyiko wote, halafu kisha unarudi tena kupima. Hivyo ndo namna ambavyo tunatumia hydrometer. Kama hujanielewa namna ya kutumia hydrometer, utaniuliza mimi nitakuelekeza zaidi. Ila unaichukua hydrometer, kazi yake hii inapimwa kwa kuelea. Inavyoelea panapoishia maji inasoma ina namba ngapi. Ndio tunajua hapa ni namba 30. Simuona kama hivyo 30 hapo na maji yameishia hapo hapo. Kwa hiyo hivyo ndo namna sahihi ya kusoma hydrometer. Umenielewa jamani? Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo hydrometer inasaidia sana. Hii sasa siku ya pili. Tumeshapima mchanganyiko wetu na hydrometer, tunakwenda kuchuja mafuta vizuri kabisa, tunamimina mafuta kama yameganda tunayayeyusha yaweze kuwa yameyeyuka safi kabisa. Umeona? Kwa hiyo napima mafuta kama hivyo unavyoona hapa. Hivi ndo namna ambavyo wewe unatakiwa ufanye namna ya kutengeneza sabuni. Sio kazi ngumu kama utaamua wewe kujifunza. Ni kazi rahisi kabisa kutengeneza sabuni ya mche, ya magadi, ya mche kama jamaa, mche kawaida. Zote utajifunza, ni zinafanana, utengenezaji wake ni rahisi tu. Hatua inayofuata, hakikisha unachuja mafuta kama kuna takataka zote ziweze kutoka humo. Unachuja vizuri kabisa kama hivyo unavyoona hapo. Unaona? Nachuja mafuta vizuri kabisa kama hivyo unavyoona hapa, ili takataka zote ziweze kutoka na uweze kutumia hayo mafuta wakati wa kutengeneza sabuni, zisiwe na vinukta nukta vya takataka. Haya.
Mafuta yetu yako tayari kama hivyo umeona hapo nimeshachuja, na solution hii hapa nadhani umeiona, nayo pia nitaipima kwa kiwango kile ambacho nakihitaji ili niweze kukitumia. Umeona? Hii solution kabla sijaenda kuchanganya na mafuta nitachanganya na kitu kinaitwa sodium silicate. Hii kazi yake kuleta ugumu wa sabuni na pia kuifanya sabuni iweze kukauka haraka. Kwa hiyo hapa napima pembeni mchanganyiko ili niweze kuchanganya vizuri. Maana yake nini? Maana yake mchanganyiko nitengeneza mwingi, kwa kiasi ya mafuta ambacho natengeneza leo ni mafuta machache. Kwa hiyo lazima nipunguze caustic soda solution kwa kiwango ambacho kinahitajika ili nijue na kwenda kutengeneza kwa mafuta kiasi gani. Unaona? Baada ya hapa napunguza mafuta, na hii hapa hii jagi la liliopo transparent hili linapima, lina lita hapo. Kwa hiyo napima kiwango kile ambacho mimi nakihitaji. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo hadi saa hizi tumeona action kadhaa. Action ya kwanza caustic soda unachanganya na maji. Action ya pili, siku ya pili tumepima na hydrometer tujue ina bome ngapi. Umeona? Action ya tatu tumechuja mafuta, na action ya 4 tunapima caustic solution kwa kiwango kinachotakiwa. Umeona? Baada ya hapa unakwenda kuweka sodium silicate humu, unakoroga kama hivyo unavyoona hapo. Umeona? Humo sodium silicate ni kimiminika. Umeona? Kazi yake kuongeza uzito, ugumu wa sabuni na kufanya sabuni iwahi kukauka. Haya, tunaendelea sasa. Hii siku ya pili, kitu ambacho kinafuata, unachukua ile caustic soda solution, unakwenda kumimina kidogo kidogo kwenye mafuta, kisha unakoroga vizuri kama hivyo unavyoona hapo. Umeona? Unapima vile, umeona? Unaenda kukoroga vizuri kabisa mchanganyiko wako uweze kuchanganyika kama hivyo unavyoona hapo. Koroga vizuri kabisa kama hivyo. Umeona? Hadi uanze kung'aa kama hivyo. Kumbuka kama unatengeneza sabuni ya mche moja kwa moja tulikuwa tunaenda kuweka moja kwa moja kwenye mold. Ila kwa vile tunatengeneza sabuni ya mche ambayo ya magadi, huu mchanganyiko tutauchota kidogo baadaye ili tuweze kuweka rangi. Umeona? Tutauchota huu mchanganyiko ili tuweze kuweka rangi. Umeona? Huu tayari umeshakoroga vizuri, unachota huu mchanganyiko kwa umeona kama hivyo, unaweka rangi ya blue pembeni ili na wao wenyewe uweze kuchanganya vizuri na uweze kuchanganyika vizuri. Naweka rangi, hakikisha hii rangi ni ya sabuni ya mche. Hizi rangi ziko za sabuni za maji, sabuni za mche zinatofautiana. Kwa hiyo hii rangi hakikisha ni ya sabuni ya nini? Ya mche, ambayo wewe itakusaidia wakati wa kunini? Wakati wa kutengeneza itatokea rangi ya blue ambayo ina maua mazuri. Umeona? Nakoroga hapo pembeni na ule mchanganyiko mwingine upo. Hakikisha mold yako umeiandaa, umeweka nailoni safi ili uweze kutengeneza. Umeona tayari hapo tuna mchanganyiko miwili mweupe na huu wa blue. Wa blue unaweza kuchota hata lita 2 tu pembeni. Umeona? Kwa hiyo sio mbaya. Huu hapa wa kwanza huu, umeona? Ule pale wa pili. Kwa hiyo sasa hapa kitu ambacho kinafanyika, tunakwenda kuanza kuweka kwenye mold mchanganyiko wetu. Na hata kama unatumia perfume hapa unaweza kaweka perfume kwa stage hii kabla hujaugawa unaweza kaweka perfume. Ila kwa mimi hapa sikuweka perfume, naenda kuweka kwenye nini? Kwenye mold. Naweka michanganyiko yangu kwa kubadilishana. Naanza mweupe naweka kidogo. Unaona? Kama hivyo unavyoona, baada ya hapo unakuja ule wa blue nao unaweka kidogo. Umeona ninavyofanya? Naweka kama SCV. Nikimaliza hapo nakuja kuweka ule mweupe, naweka tena nao namaliza hivyo. Kwa hiyo tunakuwa tunabadilishana kuweka hivyo. Unaweka huu, unaweka huu. Unaona? Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo unatakiwa ufanye. Umeona nimeweka wa blue, basi hizi namalizia na ule mweupe uliobakia ili niweze. Unaona? Hivyo namalizia wa blue ule unachola hivyo ili uweze kutengeneza ua zuri hapo juu. Utachukua mti kidogo na utaanza kuzungusha hapo juu kama utaona kama mimi ambavyo nafanya. Utavaa gloves vizuri, anza kukomba uliopo kwenye mandoo mle umalizia wote kuweka kwenye nini? Kwenye mold yako.
Umeona, unachukua mti kama hivyo unazungusha kama hivyo. Si umeona hivyo? Umeona, unazungusha kama hivyo ili kutengeneza ua kwenye mche. Ndio maana unakuta sabuni ya magadi inakuwa na ua. Umeshaona? Kwa hiyo unazungusha kama hivyo ili uweze kutengeneza ua zuri kabisa. Baada ya hapo utaacha sabuni yako ikauke vizuri. Umeona? Baada ya kukauka sabuni yako inaitoa kama hivyo unavyoiona hapa, inachukuaga masaa 12 hadi 24, inategemea na hali ya hewa sehemu. Sehemu yenye joto unawahi sana kukauka na sehemu yenye baridi inachelewa sana kukauka. Sabuni yetu kama hii. Sasa hapa tunatumia kopa waya au mshipi kwenye kukata hii sabuni. Kopa waya ni waya ule ambao unatoka kwenye waya wa umeme. Umeona, nakuwa na vibao kama hivi hapa vya vya kukatia. Umeona, nakuwa na chola sehemu ambazo nataka nikate. Nachola vizuri kabisa, alafu baadaye naanza kukata. Nitawatumia video ya kukata, itajitegemea itakuwa tofauti na hii. Umeona, hapa unaweza kuona haraka hujaelewa, ila kuna video niliifanya ambayo ya moja kwa moja inaonyesha namna sahihi ya kukata bila shida yoyote. Ila mbinu ya kwanza, ili uweze kukata vizuri lazima uwe na vibao vinavyofanana, vinavyotumika kukatia sabuni. Kwa hivyo lazima uwe navyo. Na ndio mbinu namba 1 wakati wa kukata sabuni. Umeona, baada ya hapa nachukua waya na kuwa naweka sehemu zile ambazo nimechora, afu na kwenda kuvuta upande wa pili. Umeona, naweka waya hivyo. Unaweka hivyo alafu unaendelea kuvuta kama hivyo unavyoona. Kule nako umeweka kibao chini na hapa juu unaweka kibao cha kushikia, alafu unavuta. Kwa hiyo miche inajitengeneza kwa mtindo huo. Kwa unaendelea kama hivyo unavyoona hapa, unaweka tena waya kama hivyo. Kisha unakwenda kuvuta upande wa pili. Tavuta hivyo, kibao kingine itakuwa unashikia upande wa pili kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo unaweza ukatengeneza sabuni. Kwa hiyo ni rahisi sana sana kutengeneza sabuni. Nimekutumia hapo notes za namna kutengeneza moldi, kwa sababu ili ukate sabuni vizuri lazima uwe na moldi mzuri. Umeona, bila kuwa na moldi vizuri huwezi kukata sabuni vizuri. Kwa hiyo hakikisha umeelewa namna ya kutengeneza moldi kwenye notes. Kama hujaelewa, kama hujajiunga, nitafute, njoo jifunze namna ya kutengeneza sabuni vizuri kabisa. Mimi nitakufundisha hizi za mche, za magadi, mche kama jamaa, za vyombo, zote nitakuelekeza namna ya kutengeneza sabuni hizi vizuri kabisa. Kama hivyo nilivyokuelekeza, nitakupa vipimo, nitakuunganisha na machimbo mbalimbali ambayo wanauza vifaa ambavyo vitakufanya utengeneze sabuni na uweze kuuza kwa bei mzuri na uweze kupata faida zaidi na zaidi. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo unatakiwa ufanye. Niandikie kwenye comment, niambie mwalimu na kuangalia kutoka Kolkata India, mwalimu na kuangalia kutoka Uganda, mwalimu na kuangalia kutoka Mwanza Tanzania, mwalimu na kuangalia kutoka Ndola Zambia, mwalimu na kuangalia kutoka Bukavu, mwalimu na kuangalia kutoka Vancouver, mwalimu na kuangalia kutoka Santiago Chile. Popote pale ulipo niandikie kwenye comment, niambie mwalimu na kutazama. Andika kwenye comment hapo, mimi nitafurahi sana. Sabuni zetu baada ya kukauka kama hizo unavyoziona hapa, tulipata sabuni nyingi sana. Karibu sana kujifunza kwetu. Nikutakie siku njema, nikuage kwa herufi kubwa. Sera yetu inasema chukua vitu vya kawaida, vifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Karibu kujifunza kwangu, utajifunza mambo mengi sana na imani hutajuta kunifahamu, hutajuta kulipia darasa langu ili uweze kujifunza. Karibu sana, nikutakie siku njema, nikuage. Bye bye.